Papa Francis ametoa wito wake wa amani akihimiza kusitishwa kwa ghasia za Gaza na maeneo mengine ya migogoro, akitaja njia pekee ya suluhu ni mazungumzo ya amani kwa pande zote mbili. Wito huo ameutoa katika ibada ya sala ya Angels katika uwanja wa Mtakatifu Petro baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini baada ya kulazwa kwa muda mrefu katika hospitali ya Gemelli huko Roma. Taarifa ya chombo cha habari cha Vatican imeripoti kuwa katika salamu zake alizoziandaa, Papa ametafakari injili ya siku hiyo na kuitumia kuangazia mateso makubwa ya watu wa Gaza pamoja na wale wote ulimwenguni wanaoteseka kutokana na vita. Papa katika sala hiyo ya Angels ametoa wito wa kusitishwa mara moja matumizi ya silaha na kusihi kurejea kwenye mazungumzo ili mateka wote waachiliwe huru na usitishwaji wa vita wa kudumu upatikane. Akiendelea kwa kuangazia hali mbaya sana ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, ameonya kuwa kuna haja ya juhudi za haraka kutoka kwa pande zote mbili zinazohusika na Jumuiya ya Umoja wa Mataifa katika kuhakikisha amani ya kudumu ya watu wa Gaza inapatikana. Kwa upande mwingine, Papa Francis ametoa shukrani kwa hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa kuelekea amani katika Kaukasus Kusini, ambako Armenia na Azerbaijani zinakaribia kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Papa amewaalika waumini kuungana naye katika maombi kwa ajili ya amani, hasa katika maeneo yenye machafuko kama Ukraine, Palestina, Israeli, Lebanoni, Mali, Sudani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ibada ya sala hiyo imeangazia mfano wa mtini usiozaa matunda uliosamehewa hukumu ya kukatwa kwa matumizi kuwa huenda bado ukazaa matunda. Papa amesema kuwa hivi ndivyo Mungu anavyoangalia wanadamu, kwa huruma, uvumilivu na upendo usiochoka, kwa kuzingatia mateso yote yanayoendelea lakini pia matumaini yaliyo mbele. Papa amesema ni uvumilivu huo unapaswa kukuzwa katika maisha yetu ya kila siku, hasa wakati wa magumu na mashaka. Kwa mujibu wa ripoti ya Daktari Sergio Arfail, mkuu wa timu ya matibabu ya hospitali ya Gemelli, amesema Papa kutokana na maambukizi makali ya njia ya upumuaji na pneumonia ya pande mbili ameruhusiwa kutoka hospitalini na kurejea Santa Marta. Daktari Arfail akiwa ameandamana na daktari binafsi wa Papa, Daktari Sergio Carbon, ameeleza kuwa uamuzi wa kumruhusu umetokana na maendeleo mazuri ya haraka katika hali yake ya kiafya na kuondolewa kwa hali ya hatari. Ikumbuke kuwa ni muda wa wiki 5 Papa amelazwa kwa matibabu ya tatizo la upumuaji na pneumonia pande zote mbili, akilazwa katika hospitali ya Agostino Gemelli huko Roma. Mimi ni Lazaro Maduhu.